na tukasema watu waliotutangulia ama wazee walio mbele yetu kwa majira ni darasa ambalo tunapaswa kuliangalia, kujifunza. Ndivyo watumishi wa Mungu, tunajifunza kwa aliyetenda vibaya na tunajifunza kwa aliyetenda vizuri. Ndio maana maandiko yanasema Mungu aliumba hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo wabaya lazima wawepo ili tujifunze pia, au ili tuende field. Wewe umejifunza sana kuhusu upendo, si ndio watumishi wa Mungu? Halafu utathibitishaje kwamba una upendo ikiwa watu waliokuzunguka tu ni watu walio wema? Kwa hiyo inabidi Mungu aruhusu wabaya wawepo ili waje wakushauri. Mwache Mungu, kufuru Mungu ufe. Alafu wewe hutaki kukutana na wabaya. Ladha ya dunia inakosekana pale ambapo wabaya wanakuwa hawapo. Changamoto zikiondoka kwenye dunia, ladha ya duniani inapungua. Yaani unajisikia raha gani kama hausamehi? Sababu kama Mungu mwenyewe alijisikia fahari kuwasamehe wanadamu, kufa msalabani kwa ajili yao, aliona ni furaha. Maandiko yanasema kwenye Waebrania 12. Inakuwaje wewe ambaye hutaki kukwazwa? Yaani manake hutaki kusamehe. Kuna vitu inabidi uvikubali ili uthibitishe lile neno la Mungu liwe halisi kwenye maisha yako. Ukubali watu wakukwaza, bali watu kukukatisha tamaa, ukubali watu kukusema vibaya, ukubali watu wakukudharau. Kwanza ni sifa nzuri mno kwa kuwa unakuwa umefananishwa na Kristo. Yesu mwenyewe alisema kwamba hayo yatawajia, lakini jitieni moyo kwa kuwa mimi mwenyewe nimeyashuhudia na nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo utambulisho wa somo letu ambalo tunalo la Samueli inazungumza na sisi, tunajifunza kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 25. Mstari wa kwanza hadi wa 25. Hapa ndipo tunapoona Samueli akikaa kwa mazungumzo na wana wa Israeli. Kwa hiyo tutaangalia hapa Samueli amezungumza mambo gani na hawa watu. Na hapa katika sura hii ya 12 mstari wa kwanza hadi 25 tutapata mambo hoja 5 ambazo tunazitoa kwenye mahusia ya Samueli kwa wana wa Israeli, ambazo hoja hizo zinakuja moja kwa moja kwetu kutufundisha mambo ya kuzingatia na mambo ya kufanya. Haleluya! Bila shaka leo tutaangalia hoja 2 kwa neema ya Mungu. Sema kwa neema ya Mungu. Siku moja ni sawa sawa na miaka 1000 kwa Mungu, na miaka 1000 ni sawa sawa na siku moja. Kwa hiyo Mungu hana haraka. Mwenye haraka ni wewe na mwenye muda mwingi ni wewe. Ndio maana yuko mwingine atasubiri mtoto kwa miaka 7, mwingine miaka 40, mwingine mimba inakuja hata alikuwa hataki. Haleluya! Sasa ndio ushangae, wewe umefunga ndoa takatifu, mimba haiji. Kuna mtu hana mpango kabisa wa ndoa. Yeye anasema mimi malengo yangu nipate tu mtoto, nikishapata mtoto nitakaa naye. Kwa lugha ya Kizungu anamuita single mother. Kwa Kiswahili wanasemaje sasa? Maana watu nao wanapenda vitu vya Kizungu. Mimi nataka niwe mama mmoja. Mimi nataka niwe single mother. Wako kibao wasomi. Haleluya! Kwa hiyo wewe mtumishi wa Mungu umejitunza, ukaomba na Mungu akakusaidia kupata mume, ukafunga na ndoa, mtoto, ndugu yangu, miaka 10 bado. Kengine sasa kenyewe kanatafuta tu mtoto, hakana shida na ndoa takatifu, lakini
Yaani wakati ndo kanajiandaa kutafuta mtoto, mimba tayari. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Sasa wewe ndo utakaye tafsiri ya kwamba huyu amependelewa, mimi sijapendelewa. Bwana asifiwe. Kwa maana nyingine ni kwamba wewe ndio unayehesabu kwamba nimefunga siku 40, nimefunga siku 50, lakini Mungu yeye hahesabu. Yaani wewe unaweza kusema hii ni 40, kumbe Mungu anaiona nini? Au utumie tu ile hesabu aliyotumia yeye, miaka 1000 siku moja. Haleluya. Kwa hiyo unachukua ni 0.001. Ukifunga siku 40 unagawanya kwa 1000, unapata 0.004, maana yake umefunga masaa. Kwanza sio masaa, ni dakika au sekunde. Haleluya. Tafsiri yake ni kwamba Mungu hachelewi wala hawahi. Kwa kila ambacho Mungu atakusudia tujifunze jioni ya leo ndicho ambacho kitakuwa kimekufaa. Kwa hiyo nimesema tutakuwa na hoja 5 kutoka katika mausia ya Samuel. Haleluya. Ngoja nikutajie ili upate picha. Hoja ya kwanza inasema utambulisho wako katika jamii. Utambulisho wako katika jamii. Jambo la pili tunasema macho yako yatiwe nuru. Macho ya moyo wako yatiwe nuru. Hapo baadaye tutajifunza kila kipengele, utaandika tu vizuri. Macho ya moyo wako yatiwe nuru. Jambo la tatu tutajifunza Mungu anaweza kukupa unachokitaka lakini kwa tahadhari. Jambo la 4 tutajifunza kwamba si kila anachokiruhusu Mungu kipate amekifurahia. Si kila anachokiruhusu Mungu ukipate amekifurahia. Na mwisho tutaangalia wito wa Mungu kwetu kutokana na haya mambo 5. Haleluya. Kwa hiyo hii Samueli niliyokuambia sura ya 12. Sura ya 12 mstari wa kwanza anasema, kisha Samueli akawaambia wana wa Israeli wote, angelieni, nimesikiliza sauti yenu katika hayo yote mlioniambia, nami nimemtawaza mfalme juu yenu. Haleluya. Samueli anawaita wana wa Israeli wote kama nilivyowaita nyinyi hapa kanisani. Bwana asifiwe. Mmekuja, karibuni sana. Samueli anasema tazameni, angalieni. Maana yake kuweni makini, halafu fikirini, lakini pia mzingatie hili ninaloenda kuambia. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza Samueli anasema mimi nimewapa mfalme, nimewatawazia mfalme, nimemwapisha mfalme kama mlivyokuwa mmetaka. Haleluya. Kama mlivyokuwa mmetaka. Sasa haya mazungumzo ambayo Samueli anaanza kuyaongea hapa ni baada ya wana wa Israeli kuwa wameshapata mfalme Sauli. Mesha? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimewaambia hivyo watumishi wa Mungu, hizi hoja nitawafundisha moja moja. Kwa kifupi ni kwamba hoja hii moja tunaweza tukamaliza semina yote. Haleluya. Kwa hiyo hapa tu nilikuwa nakutajia, nikaambia hoja ya kwanza, utambulisho wako katika jamii. Kwa hiyo nikianza kukufundisha utaandika sasa utambulisho wangu katika jamii, alafu ndo utaandika sana mstari na pointi, si ndivyo watumishi wa Mungu? Haleluya. Mimi nilikuwa nikiendaga kusikiliza neno la Mungu huwa siandiki. Bwana asifiwe sana. Ni mimi lakini usio kaniiga division 1 hapa, si ndio kutoka? Bwana asifiwe sana. Huyu mwimbaji tumesoma naye olevo. Haleluya. Tumesoma naye olevo miaka nyuma huko. Lakini leo hii Mungu ametukutanisha tena. Kwa hiyo anajua nikisema division 1 anaelewa. Bwana asifiwe. Ya. Kwa hiyo kuwa makini kwenye kusikiliza, maana wakati mwingine unaweza ukawa bize kuandika ukasahau kusikiliza.
Sasa na mimi nikitaka nikufundishe kwa namna ya kuandika, hatutamaliza. Si umeelewa? Maana itabidi nikwambie jambo la kwanza nikalkulete pale, utatumia dakika ngapi kuandika. Mungu ni Mungu wa wote. Nisubirie tena. Ndivyo watumishi wa Mungu. Ama inabidi nichukue kiubao nianze kuandika. Sasa muda hautoshi. Haleluya. Ndio maana tukienda makanisani watu wanaandika. Nafikiri yanajaa, hamna kinachotokea. Kwa nini? Kuandika nako kunapunguza concentration. Ilipaswa somo la watu kuwa wanaandika liwe la muda mrefu. Yaani tuwe na muda maalum kama shuleni. Kuna muda mwalimu anaambia nisikilizeni, acha kuandika wewe, acha kuandika. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Sasa sisi kanisani hapa tunataja, wewe unaandika, sisi tunaendelea. Kwa wakati wewe unatafakari pointi ya 3, mimi nishaongea vitu vingine vingi. Haleluya. Kwa hiyo jamani, msijisikie vibaya. Of course niliwaambia kuna kitabu ambacho kinahusiana na hili somo, ingawa sio yote ninayoyazungumza hapo kwenye kitabu. Haleluya. Kama hayo yote ambayo tumeshajifunza huko nyuma kwenye kitabu unaweza kashangaa usiyaone. Bwana asifiwe sana. Lakini una notes, unaandika. Lakini pia ukipata neema, ndio maana tunafanya recording, tunaweka kwenye YouTube. Ukiwa umetulia zako, una utulivu, unasikiliza, una notes, unasikiliza, unaandika. Haleluya. Bwana asifiwe. Mnisamehe, lakini ni ushauri wangu. Kwa hiyo najitahidi sasa kuenda vizuri. Ingawa sasa kwa spidi hiyo nitashindwa. Haleluya. Ukiweza kuandika andika, kama ni point unazotaka kuziandika andika, lakini zingatia kusikiliza. Bwana asifiwe. Utambulisho wako katika jamii. Jambo la pili nikasema macho ya moyo wako yatiwe nuru. Jambo la tatu nikasema Mungu anaweza kukupa unachotaka, lakini kwa tahadhari. Mungu anaweza kukupa unachotaka, lakini kwa tahadhari. Jambo la 4, si kila anachokiruhusu Mungu ukipate Mungu amefurahishwa nacho. Si kila anachokiruhusu Mungu ukipate amefurahishwa. Yaani kwa lugha nyingine anaweza kukupa mtoto, ukazani nimemgusa Mungu, Mungu amefurahishwa, lakini kumbe Mungu bado ana huzuni, ila tu amekuvumilia. Haleluya. Jambo la 5 nikasema ni wito wa Mungu juu ya haya mambo 4 ambayo yako juu yetu. Haleluya. Hasa lile swala, jambo la 3 na la 4 ndio mambo ambayo yanabeba. Haleluya. Kwa hiyo hapa nilikuwa sasa nawaelezea kwamba tunaposoma hapa sura ya 12, hapo nyuma tunatokea kwenye mazungumzo kati ya wana wa Israeli na Samueli ama na Mungu. Wana wa Israeli tunafahamu wazi walikuwa wakiongozwa na waamuzi. Baada ya Musa na Joshua, waliofuata sasa walikuwa ni waamuzi 12 ambao waliwaongoza wana wa Israeli katika majira tofauti. Na tunaangalia mfumo wao ulikuwa katika namna ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wakimkosea Mungu. Kumkosea Mungu, Mungu alikuwa anaruhusu mataifa ya jirani mengine yanakuja yanawatawala, yanawaingiza katika hali ya utumwa. Haleluya. Yakisha waingiza kwenye hali ya utumwa, wale watu wanakumbuka rehema za Mungu. Wanaenda kwa Mungu, wanamlilia Mungu, tuhurumie, tuko kwenye hali ngumu, kwenye mateso, changamoto. Mungu anawainulia mwamuzi. Hawa waamuzi mmoja wapo maarufu ndo kama kina Samsoni, kina Gideon, kina Yefta, kina Othnieli, kina Debora na kadha wa kadha. Haleluya. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanaenda kwa mtindo huo mpaka ikafikia hatua ya Samueli. Samueli akawa anaongoza wana wa Israeli. Sasa umri ulikuwa umeenda wa Samueli. Samueli
akaangalia nani anaweza kuendelea kuwa kiongozi wa hawa watu. Bwana asifiwe sana. Samueli akawa amewapa yale madaraka watoto wake. Mmoja anaitwa Abia, mwingine anaitwa nadhani Yoeli kama sikosei. Haleluya. Watoto wake. Watoto wa Samueli ni watoto wa mtumishi wa Mungu nabii Samueli. Haleluya. Maandiko yanasema ya kwamba wale watoto wa Samueli walipoanza kutawala wakaenenda tofauti na baba yao. Sasa siwezi kujua sana kwamba shida ilikuwa ni watoto au ni baba, kwamba baba hakutengeneza malezi mazuri kwa watoto wake, hakuwalisha vizuri, au shida ilikuwa ni watoto. Lakini maandiko yanasema ya kwamba hawakufuata njia ya baba yao. Kwa lugha nyingine ni kwamba kuna njia baba yao alitengeneza, walikuwa wanaijua, ila tu hawakufuata. Haleluya. Sababu iliyowafanya waifuate njia yao ni tamaa. Walikuwa na tamaa, walitamani vitu zaidi kuliko haki na amani. Kwa hiyo walifanya maamuzi kwa rushwa. Yaani ikiwa wewe una kesi na mimi, ukija na chochote kitu tu kidogo, maana yake nitakupa hela. Haleluya. Kwa hiyo hao jamaa watoto wa Samueli walioongoza wana wa Israeli kwa mtindo huo wa rushwa, ufisadi, maamuzi hayakuwa ya haki. Wazee wa Israeli wakashtuka, wakasema, Samueli, wewe tunakufahamu na tunakujua wazi ya kwamba wewe ulikuwa kiongozi wetu mzuri, lakini hawa watoto wako hawaenendi katika njia za kwako. Maamuzi yetu, hatukuambii ututafutie mwamuzi mwingine, lakini tumegundua kwamba kuna wenzetu huko mataifa wao wanaongozwa na mfalme. Kwa hivyo basi na sisi tunataka utufanyie mfalme. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hilo ndio lilikuwa wazo lao wazee wa Israeli, baada ya kuona watoto wa Samueli hawaongozi vizuri. Haleluya. Ingawa tunaona kwamba maamuzi yao hayakuwa mazuri, lakini unaweza ukajifunza pia kwenye chanzo cha maamuzi yao, kwamba inawezekana kwamba hawa watoto wa Samueli kama wangekuwa na maongozi mazuri, leo hii taifa la Israeli lisingekuwa limefikia hapo. Kwa sababu baada ya kuanza kutamani ufalme, kuna nafasi ambao walimnyima Mungu, wakaichukua wao. Haleluya. Kwa Samueli hapa sasa anaongea nao, mchakato ule wote umeshafanyika, na huo mchakato ulikuwa wa kimungu kabisa. Wapendwa, najulishe, Sauli unayemuona leo, tukikwambia umuelezea utamuelezea kwa ubaya, si ndivyo watumishi wa Mungu? Lakini Sauli mchakato wa kumpata ulikuwa ni wa kimungu kabisa, na ni Mungu ndo aliyemchagua. Maandiko yanasema alikuwa ni kijana mzuri kuliko vijana wote taifa la Israeli, alikuwa ni mrefu kuliko Israeli wote. Haleluya. Na wakati Mungu anamsemesha Samueli juu ya Sauli, alimchukua Sauli baba yake alipoteza punda. Kwa hiyo Sauli ikabidi aende kumtafuta punda. Kumbe Mungu ametengeneza mazingira. Sauli na rafiki yake wakazunguka kutafuta punda kila kona, hawakumpata. Ghafla wakafika sehemu wamekata tamaa. Wakasema, sasa jamani, wanaongea wale wawili, isije ikafikia hatua sisi tunatafuta punda alafu baba anatutafuta sisi. Kipindisho simu hamna. Mtoto wako ameenda kutafuta punda, siku ya kwanza umuoni, ya pili umuoni. Sasa badala ya kwanza kufikiria punda aliyepotea, unaanza kufikiria mtoto wako yuko salama kweli, kaenda kutafuta wapi? Maana simu hakuna. Wakati wanafikiria kurudi nyumbani baada ya kuona wameshindwa kumpata, wakapata wazo, kuna nabii, twendeni kwa yule nabii. Jamaa walikuwa na mawazo mazuri sana, yaani Mungu mwenyewe aligusa fahamu zao.
unatafuta jambo la kimwili, alafu unaona solution ni ya kiroho. Mnaelewa watumishi? Sasa wewe ukiambiwa hili jambo, hebu jaribu kuongea na mchungaji uone atakushaurije. Unasema mchungaji na biashara wapi na wapi? Biashara imefeli tu hapo, ngoja nitafute wataalamu wa biashara basi. Si ndivyo watumishi? Wao jamaa waliona punda hapatikani, kila kona wametafuta hapatikani, wakaona hili jambo litakuwa la kiroho. Twende kwa yule nabii, ni muonaji, anaweza kutuambia punda yuko mahala fulani. Wakatafuta solution ya kiroho, ndipo walipoenda kukutana na Samueli. Na Samueli alivyomuona Sauli tu, Mungu akamwambia huyu ndiye anayekuja kuwa mfalme. Bwana asifiwe sana. Ndivyo ambavyo Sauli alipatikana na Mungu akamwapisha Samueli, akamwapisha Sauli kupitia Samueli kwa kitendo cha kiroho. Mambo yakaanza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sasa Samueli sasa hapa yuko katika hali ya uzee, anawaita ndugu zake, anawaambia jamani, mlikuwa mna shida ya ufalme, mimi mwanzo nilikataa, lakini kwa mujibu wa Mungu, kwa sababu Mungu alikubali. Samueli of course alikataa, tutasoma hapo baadaye. Baadaye Mungu akamwambia tukubali tu, maana hawa watu ndivyo wanavyotaka. Kwa hiyo anawaambia jamani, leo hii mimi ni mzee, angalieni siku zangu zimekwenda sana. Mlikuwa mnahitaji mfalme nimeshawatawazia, mnaye mfalme wenu. Haleluya. Kwa Samueli anaanza kuelezea sasa kwenye hili baraza. Umeelewa watumishi wa Mungu, baraza hili liko kwenye hali gani? Ni baraza ambalo tayari kile walichokuwa wanakihitaji wamefanyeje? Wamekipata, wamepewa. Sasa Samueli anawaambia, mstari wa 2 anasema basi sasa angalieni, behold. Angalieni manake mfikiri, mtafakari kwa utulivu. Kila mtu afikirie kwa utulivu. Mungu amekupa hitaji la moyo wako, kaa chini, fikiri, tafakari. Samueli anawaambia kwamba angalieni, mfalme anakwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye mvi. Tena tazameni, wana wangu wako pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo. Haleluya. Kwa Samueli anajaribu kuongea nao hawa watu. Kwanza anawaonyesha kwamba yeye ana asili kama ya kwao, na tangu akiwa mdogo amekuwa kwenye mazingira hayo hayo ambayo wao wamo. Kwa hiyo angekuwa ni Yesu tungesema huyu katoka mbinguni, angekuwa ni mgeni labda tungesema huyu ametoka kwenye kwa Wasukuma au ametoka kwa Wazaramo, lakini ni mwenyeji miongoni mwao. Halafu anasema ya kwamba hata watoto wangu wako katikati yenu. Kwa lugha nyingine ni kwamba hata familia yangu mnaijua, kwa sababu watoto wangu wako katikati yenu, mnawafahamu. Haleluya. Samueli anasema hivi, mstari wa 3, nami nipo hapa, basi mnishuhudie mbele za Bwana na mbele ya masihi wake. Nalitwaa ng'ombe wa nani? Au nalitoa punda wa nani? Au ni nani niliyemdhulumu? Au ni nani niliyemwonea? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa inipofushe macho? Nami nitawashuhudia ninyi. Haleluya. Jambo la kwanza ni utambulisho wako katika jamii. Bwana asifiwe. Nimeanza kukuelezea hapa historia ya hawa watu, kwa nini wamefikia hapo. Kwanza, watoto wa Samueli hawakuwa na utambulisho mzuri kwenye jamii. Jamii ikaona tulikuwa tunaongozwa na Samueli, lakini watoto wake kuna kitu wamekuja kutuvuruga. Hatutaki tena kuwa na mwamuzi, tunataka kuwa na mfalme. Haleluya.
Sasa Samueli anajaribu kukaa nao, anawaambia, ndugu zangu, mimi mmenifahamu tangu nikiwa kijana, tena ndugu zangu mnawajua, mimi sio mgeni kwenu. Kwa lugha nyingine, siwezi kuwa mnafiki, siwezi kuongea uongo, siwezi kujishuhudia mwenyewe. Basi leo hii mniambie, katikati yenu ni nani ambaye nimewahi kumdhulumu? Haleluya! Ni nani ambaye nimewahi kupokea rushwa yake? Nani ambaye nimewahi kumwonea? Nani ambaye sikumtendea haki katikati yenu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Utambulisho wako katika jamii. Sasa anasema tu Mungu ndo anayeniona. Mungu ndiye anayeniona. Utambulisho wako kwenye jamii unaweza kuwafanya watu wamkatae Mungu wako, waanze kufikiria Mungu mwingine. Haleluya! Bwana asifiwe. Unajua kuna yale matendo ambayo yanaitwa ubinadamu. Yaani haya mambo, yaani ni kama nature, ni kama asili. Yaani anaweza kuwa ni mtu mbaya, lakini kuna jambo likitokea, yeye mwenyewe anasema jamani, hata kama ule sio binadamu kabisa. Sivyo watumishi wa Mungu? Sisi mnaona hata kwenye vyombo vya habari. Kuna story moja, mara unasikia sijui kijana mmoja amemnyonga mama yake. Kila mtu anaguna pale, anasema jamani, huu sio binadamu. Haleluya. Kuna vitu vinatendeka ambavyo dunia tu yenyewe inatafsiri kwamba hapa hakuna ubinadamu, kuna uonevu fulani umetokea, hakuna utu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa, ushuhuda katika jamii ni jambo la muhimu sana kwenye maisha yako. Tena mimi ninatamani yamkini ingewezekana, na ndivyo inavyopaswa kuwa, mimi na wewe tuwe kama Samuel. Tukiwa kwenye jamii inapotutazama, tujiulize haya maswali. Je, miongoni mwenu ni nani ambaye nimewahi kumdhulumu? Akipatikana huyu mmoja, ushuhuda wako umeharibika. Naongea baada ya kuokoka. Sawa, watumishi wa Mungu. Mtumishi mmoja alikuwa anatoa ushuhuda, anasema kuna jamaa ambao tulikuwa nao tunasoma nao. Sasa wale jamaa tulikuwa tunafanya nao vituko vya aina mbalimbali. Mara tunakimbilia wasichana, mara tunafanya nini. Sasa siku moja wamenikuta tumeokoka. Nimeshaokoka, wanaanza kuniambia, mtumishi, kwa wale wadada wakumbuki kabisa. Mwambia, bibi wa dada. Bwana sikuelewi. Kwani hatujasoma wote? Kusoma nakumbuka tulisoma wote kweli. Lakini bwana sikumbuki habari za wadada. Wadada mimi. Wote kwa naongea na kitu kingine. Haleluya. Maandiko yanasema mmekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo mimi nazungumzia habari za hichi kiumbe kipya. Sizungumzii kwa habari ya kiumbe cha zamani. Unajua kiumbe kipya ni tofauti na kiumbe cha zamani alafu unakivalisha nguo mpya. Yaani unajua kuna ile simu used alafu kuna simu mpya. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Sasa ukiwa na simu used, sio kwamba ile simu used unaichukua unaipeleka kiwandani, wanabadilisha cover, wanaweka na kioo kipya na touch mpya, alafu unasema wow, sasa nimekuwa na simu mpya. Ile sio simu mpya watumishi wa Mungu, si ndio? Simu mpya inakuwa ya tofauti. Maana yake ya zamani inakuwepo, ambayo kwenye maandiko tunafanya ni tunaizika. Haleluya. Kwa njia ya ubatizo, kwamba utu wa kale unauzika. Halafu unapofufuka kwenye maji pale, unafufuka pamoja na Kristo ukiwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo hatuwezi kuelezea kwamba huyu mtu ni msengenyaji kwa kurejea kabla ya Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tunachukua ile kipimo au ili swali tunaenda kuuliza tukiwa tumeshahamia kwenye ulimwengu mpya, sisi ni kiumbe kipya. Katika hali hiyo ya kiumbe kipya, ukae chini ujiulize swali, ni nani nimewahi kumdhulumu katikati yenu? Achana na kwamba
fulani unajua bana, yule naye bana, ngoja tu nimpotezee. Haleluya. Maandiko yanasema mdhurumaji na azidi kudhurumu. Sasa dhuluma unaichukulia ni kitu cha kawaida tu. Kwanza hamna anayekuona. Of course ule mdhulumu kwanza alipotezea. Haleluya. Samuel anawauliza wale watu, kwanza anawaambia, jamani, katikati yenu ni nani asiyenijua? Wote mnanifahamu. Ndio baba. Je, mnawajua ndugu zangu? Ndio tunawajua. Watoto wako Joeli, Abia, tunawajua. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa mniambie katikati yenu wapendwa, ili kwanza kabla sijaanza kuwahutubia, sijaanza kuwaeleza ninachotaka kuwaambia, tuwe tumeshawekana sawa. Niambieni jamani, nani nimewahi kumuonea katikati yenu? Hapana. Nani nimewahi kumdhulumu? Hapana. Nani nimewahi kupokea rushwa kwake? Hapana. Bwana asifiwe sana. Kwa maana nyingine ni kwamba kama mimi Samueli ndiye niliyewaweka hawa watoto wangu kuwa waamuzi, nilikuwa nina uwezo wa kubadilisha niwape waamuzi wengine. Haleluya. Kwa kuwa hawa watu mimi wako chini yangu, kivuli chao kiko chini yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa lugha nyingine nzuri, rahisi ya kueleweka, hapa kanisani, si ndivyo watumishi wa Mungu, kuna mchungaji ni ambao unakufanya wewe ujisikie kwamba mimi sitaki kusali pale, sitaki wokovu kwa sababu yake. Haleluya. Aliye mkuu kuliko mchungaji, maana mchungaji ni wakili. Yesu Kristo anakuja kukuuliza, mmesema mchungaji wenu ni mdhulumaji. Ndio, sawa, sijakataa. Sasa mimi ndio mbeba maono wa hii kazi. Niambieni, ni nani katikati yenu ambaye nimewahi kumdhulumu? Ni nani katikati yenu ambaye nimewahi kuamua kesi yake kwa rushwa? Au nani nimewahi kumwonea? Ndicho wanachokifanya Samueli. Kwa kuwa hawa watu walitaka mfalme kwa kigezo hicho, kwamba hawa watu wametudhulumu mali zetu, hawa watoto wako wametuamua kwa rushwa, sasa hatutaki habari za mwamuzi, tunataka mfalme. Haleluya. Bwana asifiwe. Lazima ujue, kabla hujaacha wokovu kwa sababu ya mtu, kabla hujaacha wokovu kwa sababu ya mchungaji. Na kitabu kimoja mtumishi wa Mungu mmoja amekiandika, anasema madhaifu ya wachungaji. Bwana asifiwe sana. Ili mshirika awe anajua mchungaji na yeye ni mwanadamu, si ndivyo watumishi wa Mungu? Kuna mchungaji mwingine yeye habari za kunyoosha nguo ni changamoto. Haleluya. Sasa wewe na macho yako na kamdomo kako unanyanyuka tu, mimi yule mchungaji anasema ile nguo zenyewe hanyoshi, mimi siendi pale. Haleluya. Mama mmoja anaitwa Miriam. Miriam alikuwa ni dada yake na Musa. Haleluya. Akaona Musa anaenda kuoa mwanamke wa Kiafrika. Miriam kama kawaida yake, akasema haiwezekani. Kwa nini umeenda kuoa mwanamke wa Kiafrika? Mungu gani amekwambia? Ni Mungu yupi aliyesema na wewe? Bwana asifiwe sana. Mungu akawaambia, Musa nitaongea naye uso kwa uso, ninyi wengine msubiri usiku, mkilala muote. Adhabu yake akapigwa ukoma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Mwingine anaitwa Mikali. Iko hapa, nitawafundisha, nitawaonyesha. Haleluya. Ngoja niache kwanza, tuendelee na somo letu hapa. Kwa hiyo utambulisho wako katika jamii, watumishi wa Mungu, ni muhimu sana na ni wa kuzingatia haswa, na lazima uwe mtu wa kujihoji haya maswali. Maandiko yanasema katika Mathayo 11 mstari wa 29, Yesu anasema, jitieni nila yangu mjifunze kwangu,
Kiingereza anasema ya kwamba hivi yani look at me how I walk and how I do. Yani ujifunze kwa Yesu namna anavyoenenda na namna anavyotenda. Haleluya. Sasa Yesu siku moja aliwaita wanafunzi wake akamwambia, jamani, niambieni huko nje wanasema mimi ni nani? Haleluya. Usijifanye kwamba Mungu ndiye anayechunguza mioyo. Tafuta, ujihoji. Umekaa hata nyumbani kwako peke yako tu, unaweka picha kwenye kioo, kwenye simu yako, unajiangalia, unasema hivi, huko nje wanasema mimi ni nani? Uinuke na majibu yako, ni mrembo jamani, anasukaga vizuri, si ndivyo watumishi wa Mungu? Yaani sifa zako wewe ni kwamba watu wanasema yule kaka jamani, mimi nampenda, ni mtanashati. Ndio sifa zako hizo. Yesu mwenyewe anawauliza wanafunzi wake, hivi huko nje wanasema mimi ni nani? Jamaa wakajiuliza. Wengine wanasema wewe ni mwana wa Mungu ajaye, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni Kristo. Walitaja majina ya watu wa zamani. Haleluya. Yesu akawabadilikia akasema, okay, nimezungumza kwa niaba ya watu, na mimi nasema mimi ni nani? Haleluya. Utambulisho wako katika jamii lazima ujiulize, watu wanasema wewe ni nani, ili siku ukisikia wanasema yule ni mnafiki, ni mlokole, ni mnafiki. Unakaa chini unasema, kwa nini wameniita hivyo? Kwa nini wanasema ni mlokole, mnafiki? Ni muongo sana, ni mchoyo, yule mama ni mchoyo. Bwana asifiwe sana. Unapata kujua wewe watu wanasema ni nani, ujue sifa yako ni ipi inayosomeka kwenye jamii, ili ukienda kushuhudia usio katika kwenye kushuhudia mtu anaanza kutafsiri zile sifa zako. Hapa ni Samuel anataka kuzungumza nao, kuna jambo hapo mbele nitawaonyesha, lakini kabla hajaanza kuzungumza nao anataka kwanza kutengeneza nafasi ya wao kumsikiliza. Anawaambia, kweli mnanifahamu? Ndio. Niko hapa katikati yenu? Ndio. Na watoto wangu mnawajua? Ndio. Okay, niambieni katika hii jamii ni nani ambaye nimewahi kumdhulumu? Labda kuna bodaboda ulimdhulumu, kawaambia watu, anajifanya ameokoka yule. Ni mdhulumaji yule. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe na utambulisho unaoeleweka. Bodaboda mmoja alisema yeye haendi kanisani kamwe. No. Kwa nini bwana wewe uendi kanisani? Akasema nyie hamjui tu. Sisi bodaboda tunabeba watu wengi. Akamwambia mimi nabebaga watumishi wa Mungu, tunawapeleka kuna guest moja hivi. Wanakuambia kwamba ila usiwaambie watu. Kwa yule jamaa, mtaenda pale na magoti mmepiga. Baba, Bwana asifiwe. Tumekuletea neno la uzima, tumekuja kushuhudia. Kwa hiyo tunaomba tukufikisha maneno ya Mungu. Sasa maisha yako Mungu atayabadilisha. Kwa kweli kama ulikuwa na tabia za uzinzi utaacha. Tunajua watu wengi wamefungwa na hii roho, lakini tutakuombea itakutoka. Watumishi wa Mungu. Yaani wakati wewe unaongea yule jamaa anapata picha tu ya ule utambulisho wa baba yako wa kiroho. Haleluya. Kwa hiyo kama hujaenda kushuhudia, kama hujaenda kuongea na watu, lazima ujue kwenye jamii una utambulisho gani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watu wanakuzungumzaje? Sasa sikuambii kwamba watakuzungumza vizuri tu. Maana anasema hivi, iko hapa kwenye Petro nitawasomea. Anasema muwe na mwenendo mzuri. Ngoja nikusomee vizuri. Maana sasa muda wenyewe hautoshi. Haleluya. Petro Petro ngapi? Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. Kumbe muda wenyewe ushaisha hivi. Mchungaji, kuna mtu atakuwa anafanya kitu. Kwani muda unaenda haraka hivyo? Tusimamishe jua. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa anasema hivi katika Petro wa kwanza sura ya 2, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo wasingizia kuwa watenda mabaya
wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Haleluya! Yaani watu wazima watazungumza vibaya, anajifanya mlokole, ndo ubaya wenyewe. Yaani ile kujifanya mlokole ndo ubaya wenyewe. Haleluya! Yaani kwa kifupi, watu wakiona mambo yako hayaendi vizuri, watajaribu kuzungumza vibaya. Bwana asifiwe. Mimi mwenzako nishafikia kasifa kazuri, kasifa kakuita Freemason. Yaani it was amazing. Haleluya. Unajua amazing. Yaani siku nikapiga magoti nikasema, Bwana ameniona. Haleluya. Hivi unajua kupata sifa ya kufananishwa na Freemason. Unajua Freemason sifa yake ni nini? Sio mganga, si ndio? Wewe ukisikia Freemason unawaza ni mganga anakaa kwenye kinani? Kichaka kile kinyumba cha majani, si nini, mchafu. Si hamna Freemason ni mtu fulani hivi. Kwa jisikia wewe mtumishi wa Mungu kufananishwa na Freemason. Haleluya. Amen. Kwa hiyo siku moja nikasema, Mungu, maisha yangu angalau uyabariki. Haleluya. Nifanyie vitu visivyokuwa vya kawaida. Bwana asifiwe. Mungu, kipindi hicho kwa tumeanza kujenga nyumba. Sasa ile nyumba, mimi imani yangu nimemwambia Mungu, nataka hichi kitu kifanyike ndani ya mwaka mmoja, ndani ya muda mfupi, yaani kisio cha kawaida. Haleluya. Kwa hiyo of course sijawahi kujenga nyumba zaidi ya mwaka mmoja, lakini ile ilikuwa ni kubwa kidogo na ilikuwa ani hesabu zake hazipo. Haleluya. Na mimi wasipige hesabu, siniige, wani wasiweki malengo. Na ndio ugomvi wangu mimi na mke wangu mwanzoni. Anaambia mbona hatukai tuweke mipango. Nikamwambia tuweke mipango. Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Yeah. Of course ukifuatilia sasa trending ya maisha ndio utajua kwamba hivi kumbe tunaishi kwa malengo. Ila wewe unakuwa ujui. Ni vile tu mwenyewe imani yako. Mimi nimemwachia Mungu, Bwana Mungu wewe ndio utaongoza maisha yangu. Kama ni muda wa kuoa, nitaoa. Kwa hiyo mimi sikuwa kusema kwamba nimefikisha miaka 25 sasa nioe. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Lakini nilifika tu miaka 25 imefika, mke yupo, anatakiwa kuolewa, nikaoa. Bwana asifiwe sana. Lakini sikukaa chini nikasema target yangu nikifikisha miaka fulani ndo nitaoa. Hayo mambo ni mazuri lakini ni mabaya. Utaweka mipango ukifikisha miaka 28 ndo uoe. Ukifika muda huo anayekuja kujibu ni shetani. Hivi unajua ukiomba hitaji ukiwa una uhitaji ni balaa. Kwa sababu unasema kwamba Mungu nimeweka malengo nikifikisha miaka 30 ndio niolewe. Kwa hiyo ukifika kwenye ile miaka akili yako na mawazo yako tayari kupokea mke. Kwa hiyo kwa sababu una utayari wa kupokea yaani utapokea matango poli. Haleluya. Na ndio ule Mungu naye anatulia. Nasema mimi ngoja nimuone. Kwanza amekomaa kiakili. Kwa sababu umeweka malengo, umeweka mpango. Anasema kitu kinapochelewa kuja, kile ambacho unakitamani kinapochelewa kuja, moyo huugua. Umeelewa? Yaani jambo lolote ambalo umeliwekea mpango, kadri linavyozidi kuchelewa kutimia, linakuumiza moyo. Linakupa pressure. Kwa hiyo utafikia hatua ndugu yako anaumwa, hautaweza kumsaidia kwa sababu kwanza uko kwenye malengo. Bwana asifiwe. Haleluya. Utafikia hatua unahitaji kufanya kazi ya Mungu, kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Utaona ugumu kwa sababu unasema nikifanya hivi nitakuwa nimetoka kwenye malengo. Kwa wakati wewe unaona unafundishwa bajeti, unafundishwa uchoyo, ubinafsi. Haleluya. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba kitakachotokea kwenye maisha yako utakuwa ni mtu wa stress. Mtu ambaye una mipango inakuvuruga kichwa. Haleluya. Kwa hiyo muda huu umefika sasa. Ujenzi umeanza. Ujenzi ulivyoanza, mtu na imani yake. Bwana asifiwe. Sasa ujenzi tumeenda. Kuna mtu anasema mbona kama hela hamna. Lakini unasema Mungu, nimejifunza kuhusu imani, nataka imani itimilike. Nione hivi nilichojifunza kweli kina uhakika. Ili sio nikija kufundisha hapa imani naanza kuelezea Elia
alishusha moto. Haleluya! Yaani kuna raha ukifundisha kitu ambacho ulijifunza alafu ukatoka kwenye matendo ukikaa fanya kazi. Yaani ukifundisha watu kusamehe alafu hujawahi kuumizwa, hujawahi kukwazwa, hujawahi kulizwa, hainogi. Unaelewa watumishi wa Mungu? Sasa na wewe hutaki kukwazwa. Mimi nimewahi kukwazwa na rafiki yangu akaniibia shilingi 500,000. Rafiki yangu yani ambaye hadi nyumbani kwangu anapajua. Kachonga funguo wa nyumbani, kaniazima tu funguo. Naomba funguo wako bwana niendeshe mara moja. Mambo ya kuweka funguo wa nyumbani, funguo wa gari, funguo wa ofisini sehemu moja. Kwa mtu anaendesha gari, kachukua funguo kachonga. Haleluya. Huko kazini, kaenda nyumbani, kafungua ndani, kachukua hela, kafunga, kaondoka. Rafiki yangu. Wakati unaanza kutafuta maisha, rafiki yangu mwingine. Kwa marafiki sio kwamba eti wanakuwa wako mbali. Na huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Tena ni katibu wa vijana kanisani. Haleluya. Kijana wa watu nipo chuoni nikajipiga piga. Nimepambana nikasema ngoja nikanunue mashine ya miwa milioni 1.5. Nikanunua mashine ya miwa, nikanunua meza, glasi, kisu, mwamvuli. Yaani ukichukua vile, niwe kukaa tu pale na miwa yako kazina. Haleluya. Akaja mtumishi wangu, sasa wewe kwa uko busy na masomo na nini? Mimi naweza kusimamia hichi kitu. Alafu nitakuwa nakupa hela. Bwana asifiwe. Kachukua kile kitu, akaenda, alivyoenda ndo alienda. Haleluya. Bwana asifiwe. Mpeleke polisi. Nikasema mimi nimpeleke mtu polisi? Uhai ninao. Haiwezekani. Sasa vitu kama hivyo inabidi vije. Ukishakuja uvishinde. Ukishavishinda ukianza kuanga, jamani, Mungu ni wa rehema. Mungu anakutaka uwe radhi kusamehe. Si ndivyo watumishi wa Mungu? Hebu wewe angalia Daudi kale kanakufundisha kuhusu kusamehe. Unajisikiaje? Kama mtu ambako kalishakutana na magumu. Sauli anataka kukaua, anapanga njama zote kukaua. Kamevuka pale, kamemsamehe yule Sauli. Leo hii kakukuta wewe unalalamika umezulumiwa shilingi 2,000. Kuna mtu amekusema vibaya tu. Katakufundisha vizuri kuhusu kusamehe. Kuliko nikae hapa nianze kukuambia jamani jifunzeni kusamehe watumishi wa Mungu. Maandiko yamesema kwenye Mathayo 6 nadhani 33 pale. 15 sio 33. 6:13. 13, 14, 15. Msiposamehe hamtasamehewa. Kuna kama mtu kana kuangalia pembeni anasema hajawahi kukwaza huyu. Anasema tu hawajui watu huyu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana ilibidi Yesu apite atukanwe. Alafu unajua wale walikuwa wanamtukana Yesu ni wale ambao walikuwa wanawatendea miujiza. Wale ambao walikuwa wakimuona Yesu anapita wanasema Yesu, kuna mwanangu huko amekufa. Muombee. Yesu anawaombea. Good. Yesu, tuna njaa, tulisha mikate. Siku hiyo ulijifanya unaokoa wengine, jiokoe na wewe. Wamemtemea mate, wamemtukana. Waliomtukana ni aliowatendea mema. Haleluya. Lakini anawasamehe. Sasa mtu kama huyo ukimwambia Yesu, mimi najisikia ugumu kusamehe, anakuelewa vizuri. Anaweza kukufundisha habari za kusamehe. Haleluya. Kwa hiyo utambulisho wako katika jamii ni muhimu sana. Na nilichokuwa nakwambia ni kwamba lazima uwe na mwenendo mzuri katikati ya mataifa. Ili watakapokusingizia ya kwamba wewe ni 1, 2, 3, matendo yako mazuri yazungumze siku moja. Watakaposema kwamba huyu mtu ni mbaya, ni Freemason, siku moja waje washtuke waseme hivi kumbe sio Freemason. Kumbe kuna siri nyuma yake. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna siri nyuma yake. Watu wanashangaa tu, mbona kuna 1, 2, 3. Kumbe kuna kajamaa kamejitokeza, kamewekeza nguvu, kuna kanisa kanalijenga. Kwa hiyo Mungu anapowezesha kanisa kule likue, na huku nyumbani yake inajenga.
Wewe unaona tu kwa sababu ni Freemason. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa nakufundisha kwamba lazima uwe na ushuhuda mzuri katika jamii. Na ushuhuda huo ni wa matendo mazuri ambayo matendo ni ya kawaida. Utu wema, karimu, upendo, uvumilivu. Kwa nini jamii kutambua kwamba yule usimchokoze, anaongea hivyo? Ni balaa. Kwa hiyo na ushuhuda mwingine. Siku moja sio kama nishawadisia hapa au sehemu nyingine, tulikuwa tunakaa sehemu moja. Sasa ile sehemu tumejenga nyumba yetu, tunakaa pale. Kipindi hicho mke wangu alikuwa ndo ana ujauzito wa Heaven. Kwa hiyo tupo na kile kipiki cha kuchaji. Kwa tumeenda sehemu ile, ilikuwa kuna sehemu na njia kubwa kubwa, lakini haikuwa vizuri. Kwa hiyo tulikuwa tunakatisha kama kwenye nyumba ya mtu. Kwa hiyo ikifika pale sasa mnakatisha kwenye kiwanja cha mtu kile, mnapita. Kwa wakati tumerudi jioni ile, tumefika pale, tukakuta siku yule baba wa moto akaanza kuongea pale. Watu wakaja. Unajua Waswahili wanavyopenda story wasikie. Wakaja watu. Wakati mnanunua hichi kiwanja, mliambiwa njia nini? Au mnaona kisa sina hela? Sio nini? Si unajua mtu akiwa akishakuwa hana hela. Yaani hata siku hiyo umeenda tu bahati mbaya umetembea umeshika mikono mfukoni. Unaona mlivyo na sababu, unaona? Baba wa watu akaongea. Mimi nikamwambia samahani. Kaongea, alipomaliza bwana. Tukarudi tukabadilisha njia. Kupita kwenye majani na mama kijasho tukaenda nyuma. Bwana asifiwe. Basi bwana, siku zimeenda. Yule ndugu alikuwa ana mama anaishi naye. Yule mama akawa ameng'atwa na nyoka. Alipong'atwa na nyoka, mimi niko zangu narudi kutoka kazini. Sasa yule bodaboda akawa amemsaidia yule mama. Anamrudisha pale nyumbani. Yule bodaboda, yule mama sasa ameshang'atwa na nyoka, hana nguvu. Yule bodaboda ananiambia, bwana, huyu mama amesema nimpeleke kwa baba fulani. Nikamwambia anapajua, twende nikupeleke. Tukaenda mpaka kwa yule baba. Tulipofika tukamshusha pale, wakaanza kuhangaika na vile sio vimawe, chanja vimawe pale vikashindwa. Ikabidi apelekwe hospitali. Pikipiki ipo ya yule bodaboda aliyemleta yule mgonjwa, inabidi ambebe yule mgonjwa na awepo mama mwingine nyuma yake amshikilie, maana yule mgonjwa tayari hawezi kukaa. Sumu ile unasema sio imepanda imefika wapi? Kwa hata vile vijio havifanyi kazi. Halafu yule mzee inabidi mimi ndo nimbebe. Haleluya. Ushuhuda ulikuwa mzuri. Wale watu waliokuwa hapo siku ya kutukana kwangu ndio walikuwa siku ya kuinuliwa kwangu. Bwana asifiwe sana. Nikawageuza kile kipiki changu kile cha kuchaji. Watu wakaongea kwa sauti. Alikuwa anamtukana siku ile. Ndio watu nie. Tukaenda bwana mpaka hospitali kule. Nikasema wow. Ndio mambo tunayotaka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa nikamlipia yule mama hela. Baadaye nikawa nimeondoka. Kesho yake asubuhi akaja. Of course alisubiri nikiwa sipo. Sio unajua mtu anakuwa ile haya ya uso. Asubuhi sipo. Kafika kaambia bwana nashukuru. Nikamwambia baba mtanifikishia salamu kwake. Nashukuru sana kwa kutoka hapo. Good. Vipi kama siku ile na mimi ningeanza kujibu? Wewe mzee unaongea nini? Kwani njia ni yako? Hii ardhi ni yako? Ardhi ni ya serikali. Nani ajui? Ingekuwaje siku hiyo? Sasa unaenda kushuhudia watu. Wanajifanya wameokoka laki, wanaongea hao. Haleluya. Tuendelee mbele watumishi wa Mungu. Kwa lazima uwe na utambulisho wako katika jamii. Na unaweza ukasoma pia kwenye Yohana 13:35. Hapa Kristo alikuwa anafundisha kuhusu utambulisho wako kama muamini wa Kristo. Anasema watu watawatambua kama mnapendana ninyi kwa ninyi. Haleluya. Kwa utambulisho wako kwenye jamii sio kunena kwa lugha. Utambulisho wako katika jamii ni upendo. Na upendo soma ile wa Korinto ndio utaelewa. Upendo ni nini? Vumilia, hauhesabu mambo yake na hauhesabu mabaya.
Haleluya. Upendo uko tayari kutanguliza wengine. Bwana asifiwe sana. Upendo ni msingi wa umoja. Kwa hiyo umoja pia ni utambulisho wako kama Mkristo. Haleluya. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo tumesoma hapo, ya kwamba hivyo watu, Yohana 13:35, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Haleluya. Yaani ili watu wakutambue wewe kama umeokoka, huhitaji kujitambulisha kwa maiki. Bwana asifiwe, nimeokoka na mpenda Yesu. Zamani kuna watu walikuwa wanaokoka hapo wampendi Yesu. Wanda hiyo salamu itakuwa ina maana, nimeanza kuitafakari kidogo. Maana kama kuna watu wanasema nimeokoka na mpenda Yesu, maana yake kuna watu ambao wameokoka lakini hawampendi Yesu. Na wanaompenda Yesu ni watu gani? Wanaopendana wao kwa wao. Haleluya. Kwa hiyo upendo utakutambulisha. Upendo utakutambulisha. Au vipi siku ile ningesema mimi kwamba huyu bwana alinitendea 1 2 3, siendi, sitoi hela, akome. Ndio watumishi wa Mungu. Lakini mimi ndani nilisikia upendo. Sio kwa sababu eti alinitendea 1 2 3. Wala kwangu ilikuwa tu ni kwamba nimesikia kufanya na ninapenda kufanya. Napenda kumwakilisha Mungu. Yaani ni raha kumwakilisha Mungu, na Mungu hawakilishwi kwa maneno, anawakilishwa kwa matendo yake. Bwana asifiwe sana. Ndio niulize, Mungu akimkuta mtu ni mgonjwa barabarani, analia, anahangaika, atamsaidia au atamwacha? Haleluya. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Samueli anajitambulisha kwao. Sasa tuendelee, sababu ya muda wetu, tena tuendelee kipengele cha pili. Nasema macho ya moyo wako yatiwe nuru. Samueli wa kwanza sura ya 12 hiyo mstari wa 6 mpaka wa 12. Samueli wa kwanza 12 ile tulisoma nadhani mpaka mstari wa 3. Ngoja niendelee hapo pia ili uone wale jamaa walijibuje, maana tulisoma tu mpaka alipokuwa amewauliza. Wale watu wakajibu nao wakasema, hatukudhurumu wala haukutudhurumu wala hukutuonea wala kupokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yote. Akawaambia, Bwana ni shahidi juu yenu na masihi wake ni shahidi leo, ya kuwa hamkuona kitu mkononi mwangu. Nao wakasema, yeye ni shahidi. Bwana asifiwe sana. Yaani Samueli ni mtu makini sana, akasema mwapeni kwa Mungu, msije kama mnanifanyia unafiki hapa. Kama ingekuwa tunawapa Biblia, nyanyua Biblia yako juu, semeni niliwadhulumu, sikuwadhulumu, kukudhulumu. Maana watu wengine vipi naonekanaje? Nimekutendea wema. Ndio. Ukizunguka nyuma ya mlango sasa, kama moyo kana yule tunamjua sisi. Kile kiwanja cha fani sio kilikuwa sio chake. Haleluya. Kile kiwanja kilikuwa cha kina fulani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anasema ya kwamba hawa watu waliapa ya kwamba kweli Samueli hakuwa amewatendea jambo baya kwenye jamii ile, na alikuwa na ushuhuda mzuri. Alikuwa na ushuhuda ambao kwa kweli jamii yote ilikuwa inakiri kwamba huyu alikuwa ni mchaji wa Mungu, na wala hakuwa na tabia zozote ambazo zingeweza kumpa utambulisho ambao sio mwema katika jamii. Na nilimalizia kwa kusema ya kwamba, ndugu, hakikisha unapata muda wa kujitafakari. Jiulize wewe ni nani. Tafakari. Hakikisha unajua wewe ni nani kwenye jamii. Watu wajiulize wewe ni nani. Haleluya. Yusufu wakati anamtafsiria Farao ile ndoto, Farao alisema, tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake. Haleluya. Lazima uwe na utambulisho huo, watu wajue ndani yako wewe kuna Mungu. Sasa hawatajua yule mtu ana Mungu ndani yake kwa sababu ya maombi, kwamba huwa tunamsikia anaomba. Watajua ndani yako kuna Mungu
kutokana na uwezo wako wa kuchangia kwenye jamii. Unachangia nini? Unachangia maadili, maisha yenye maadili. Yaani inatakiwa ndugu akikaa kwenye jamii, baba akiwa anaongea na watoto wake aseme, jamani, natamani watoto wangu wawe watoto kama wa fulani. Sio kwa maana ya wafaulu mitihani, kwa maana ya tabia, kwa maana ya mwenendo. Haleluya! Uwe na ushuhuda ulio mwema. Kwa Yusufu, Farao anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake? Huo ndio ushuhuda wake uliokuwepo. Hakujitambulisha kuambia, wapendwa, nimejazwa roho wa Mungu. Haleluya! Tunajua leo watu tunapenda kuulizana, umejazwa Roho Mtakatifu? Siku moja mchungaji mmoja alimuita dada mmoja, wewe njoo. Umejazwa Roho Mtakatifu wewe? Akasema ndio. Nimesema hiki. Neno kwa lugha. Haleluya! Utambulisho hakuna. Yaani hakuna jambo ambalo linaweza likathibitisha kwamba huyu alichokifanya ndani yake ana roho. Ndani yake ana roho wa Mungu. Kwa hiyo inabidi ili tuonekane tuna Roho Mtakatifu, tuwe tunanena kwa lugha. Wakati Roho Mtakatifu anapimwa na matokeo yetu, mazingira ambayo tunajua hapa huyu mtu lazima agombane, alafu unatangaza amani, lazima utasema huyu sio wa kawaida, ana roho wa Mungu ndani yake, kwa sababu ya matunda. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, utu wema, uvumilivu, kiasi. Mbona hayo matunda yote? Haya yote yako kwenye maisha, mfumo wa maisha. Hayako kwenye magoti. Kwenye magoti utakutana na kunena kwa lugha. Mnaelewa watumishi wa Mungu? Tunda la Roho sio kunena kwa lugha, kwa sababu kunena kwa lugha ni siri. Paulo anasema ukinena kwa lugha ni kwa ajili yako wewe mwenyewe, unajijenga nafsi yako na mahusiano yako na Mungu ukiwa sirini. Lakini ukija huku nje, ndio tunapata tunda la Roho Mtakatifu, linakuletea tabia za kiungu katika dunia. Ufalme wa Mungu unathibitishwa na tunda la Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo Farao anawaambia watu, ndugu zangu, tupate wapi watu wa namna hii, mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake? Haleluya! Kwa hiyo lazima ufikie hatua hiyo, kwamba watu waone tunda la Roho Mtakatifu linaakisi nje. Yesu alisema taa iwashi afu iko chini ya uvungu. Una tunda la Roho na upendo. Sio kwamba eti ni Mungu aonaye sirini. Ni kwenye engo inayokunaona pale ilipo. Vipi tungeweka nyuma ya speaker? Au tuweke chini ya kiti. Inakaa mahala ambapo itaakisi. Tunda la Roho litaakisi maisha ya watu wengine. Huo ndio utambulisho wa Mkristo. Bwana asifiwe sana. Tunda la Roho liwe ni mfumo wako wa maisha. Upole hauna maana kama hakuna watu wa kukukwaza. Yaani hakuna mtu anayekutukana, hakuna mtu anayekusema vibaya. Wewe ni mpole kwenye kipi? Kwa hiyo lazima ujue, ndio maana hicho kitu anasema makwazo hayana budi kuja ili tunda la Roho lithibitike. Wewe ukikwazwa na huyu ambaye hana Roho wa Mungu akikwazwa, tofauti ipo. Haleluya. Na kitabu changu kimoja nimeandika story ya mchungaji mmoja. Tulienda kumtembelea sehemu moja hii. Tulipotoka pale yule mchungaji akawa amepaki gari kama pale tulipopaki. Sasa alipofika pale akamkuta tuashumu, sasa ndio hapo tukamkuta mwenye eneo lile pale. Kwa nini mmepaki gari mahali hapa? Mnaniharibia ardhi. Haleluya. Yule mama madala atasema samahani, tulikuwa ibadani, hatutafanya hivi. Unajua, of course unaweza ukasema labda ni asili, kwa sababu wamama pia huwa wanaona wamedharauliwa. Kwa hiyo mama yule anajua kwanza haki za Mtanzania, kwamba
Eneo lile lilikuwa ni kiwanja cha mpira. Kiwanja cha mpira unajua hakina mmiliki. Si ndio watumishi wa Mungu? Hata kama wewe ni kocha, ile eneo sio lako. Haleluya. Ni eneo la kiserikali. Halafu pia alikuwa anajua ya kwamba wewe mama uko educated, umeelimika, sio kunyanyaswa, unaweza kuongea. Akawasha moto pale. Wewe ni nani? Ni kwako hapa, eneo lako. Ikawa shida. Yaani yule sasa ule ugomvi umeendelea, ikabidi mimi na yule mchungaji mwenzangu, yule mchungaji msaidizi, mchungaji kiongozi wa ile kanisa, tukawa tumeenda pale. Tukamkuta yule baba anapauzana yule mama. Sasa yule baba hajaokoka of course. Anajizuia kutukana. Anasema, huyu mama anaongea sana. Mimi nimemwambia twende hivyo. Hata mimi nina mdomo. Na mdomo wangu ni mchafu sana. Hivi tunasanga alikuwa anaigiza. Angeanza kutukana pale. Yule mama mwenyewe angeingia kwenye gari. Na asingerudi. Bwana asifiwe sana. Yaani ogopa mtu ambaye anakwambia mdomo wangu ni mchafu sana lakini nimekaa. Mama yule aliona yule jamaa yuko kima ndo anazidi kuongea. Na pale kulikuwa kuna vitimu vya watoto vinacheza mpira. Kwa yule baba anasema mimi siwezi kuongea mbele ya hawa watoto. Mama anaongea, tukaenda tukamchukua pembeni, tukamwambia bwana itabidi tutumike hekima kwamba unajua bwana huyu ni mama. Unajua mama nao kuna muda wanahisi wanadharauliwa. Kwa hiyo bwana wewe chana naye. Tukampeleka pembeni. Basi yule mama akakata kuona gari. Ndugu. Lakini leo hii twende kwa wale jamaa tuwaambie, jamani karibuni kanisani kwetu. Yesu anaokoa, anabadilisha maisha yenu. Huku kwetu mtajifunza upendo. Jamaa ataweza upendo kutoka kwenu. Ndio mtu akishaokoka ndo mnampenda au akiwa kwenye dhambi? Haleluya. Ushuhuda unakuwa umefanyaje? Mkufa. Kwa hiyo tunda la Roho linapimwa nje. Huo ni mfano tu. Tunda la Roho la furaha halipimwi wakati wa raha. Kwa hiyo ili tuambie una Roho wa Mungu ndani yako, kwamba nimejaza Roho wa Mungu, upimwe ya kwamba una furaha. Ila upendi kupita kwenye makwazo, upendi kupita kwenye shida. Kwa hiyo muda wote huwezi kujikuta una furaha, lazima utakuwa na kununa, kukwasika. Kwa nini? Ile tunda la Roho hali active. Wewe ulitarajia tunda la Roho la furaha ni wakati wa kusifu hapo. Wakati wa kusifu hapo utanuna kweli tumishi? Inawezekana? Tukiwa tunasifu wote ukitunu. Haiwezekani. Ile ukifika hapa, yes, John, mtu yako tano. Haleluya. Furaha inathibitishwa hapo. Lakini ile furaha sasa sio tunda la Roho. Ile ni furaha ambayo wanasema yani inakuwa inatengenezwa na zile hisia za mwanadamu. Wanasema sana. Yaani kuna zile hisia za kimwili zinajizalisha ndani, zinatengeneza kitu kinaitwa furaha. Inasababishwa na vitu. Wakati mwingine na muziki. Unajua hicho tumishi wa Mungu. Yaani kama unabisha tupige sifa ya bila vyombo na sifa ya vyombo. Afu tuambie wapi utakuwa unajisikia furaha zaidi. Ndio maana vijana wasiku wanasema ibada za siku hizi zina upako. Kumbe kile kichumba kina soundproof, kina AC ndani, afu muziki mzuri. Kwa kisia katika muziki anasema oh Jesus, you are good Father. Ni vyombo mtumishi, sio upako. Ndio maana ukitoka pale una uwezo wa kwenda kuzini. Yaani una uwezo wa kwenda kuiba. Hata pale kanisani unaweza kaiba. Sifu imepotea, mnatafutana. Jamani nani amekwenda simu? Sifu sana kuna upako watumishi. Ni soundproof mazingira yale. Bwana asifiwe. Sema tu muda hautoshi. Ile somo tungeweza kuendelea nalo tungelichimba vizuri. Haleluya. Lakini mmeelewa tumishi wa Mungu sana utambulisho wako katika jamii, si ndio? Wewe nenda kasome tunda la Roho lile. Halafu yale matunda ya Roho yote ujue yanapoingia kwenye application yake ni kwenye maisha. Kwa hiyo kama ukitaka kujionyesha una upendo,
ukwazwe, uumizwe. Sasa wewe unafurahishwa tu hapo unasema una upendo? Hapana. Haleluya. Ndio maana wanakuambia ukitaka umuonyeshe Mungu unampenda, si ndio watumishi wa Mungu? Uwe na hela ya kula, uwe na chakula kizuri, uwe na uwezo, yaani uwe hauna shida, afu ufunge. Haleluya. Sio kwamba sasa maisha yalivyoenda haya inabidi niwe kwenye maombi angalau nipunguze bajeti. Haleluya. Lakini Mungu anataka uwe katika hali ambayo kila kitu kiko vizuri, yaani hauna shida, hauhitaji kazi, hauhitaji mme, hauhitaji mke, yaani hauna changamoto yoyote. Lakini ukasema leo naenda nyumbani kwa Mungu kanisani nipate muda wa kuomba na kujifunza neno la Mungu. Haleluya. Kinachoketa kanisani ni ile tangazo, wiki hii itakuwa ni wiki ya kudili na roho za mizimu zinazozuia biashara yako. Yaani unajiandaa kuanzia Ijumaa, unajiandaa Jumapili tena, sio unaweza ukafunga kabisa Jumamosi yake ukafunga najiandaa ili kupokea Jumapili. Haleluya. Bwana asifiwe. Unaelewa watumishi wa Mungu unachowaambia? Lakini Mungu anataka ibada ya kweli. Ibada ya kweli ni nini? Yaani ni kwamba hauna sababu inayokufanya uende kwa Mungu isipokuwa Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunda la Roho ndio utambulisho wako katika jamii, na tunda la Roho linapatikana ukitoka nje ya jengo la kanisa ama huko kwenye jamii ya watu, ndio kuna tunda la Roho. Na kila tunda la Roho unaloliona unalipima kwa vice versa yake. Kama ni mtu wema utendewe mabaya, sawa? Na maana alisema ikiwa mnawatendea mema wale tu wanaowatendea mema, mfanya ziada gani? Kwa hiyo kwa maana nyingine inabidi utafute wanaokutendea mabaya, inabidi uwe nao ili sasa ndio utende mema. Lakini wewe unataka kweli anayekutendea mabaya, si unatamani upime? Bwana, pigana na anaopigana nao. Haleluya. Sio mimi, ni neno la Mungu, mimi huyo. Kwa jambo la pili ni macho ya moyo wako yatiwe nuru. Jambo la pili nadhani tutaangalia kwa dakika chache hapa, nadhani mambo mengine tutaendelea kesho. Macho ya moyo wako yatiwe nuru. Sasa mwangalia katika mstari wa 6 hiyo Samueli wa kwanza 12, anasema Samueli akawaambia watu, ni yeye Bwana aliyewaweka Musa na Haruni. Sasa hapa Samueli anaanza kuwaeleza kwa habari ya Mungu wao. Haleluya. Anaanza kuambia, ndugu zangu, si mnaona nimewapa mfalme? Ndio. Na mmenishuhudia kwamba mimi sijawahi kuwatendea jambo lililo baya katikati yenu, si ndio? Ndio. Basi mnisikilize. Samueli anawaambia wale watu, ni yeye Bwana aliyewaweka Musa na Haruni, ndiye aliyewatoa baba zenu kutoka nchi ya Misri. Basi sasa simameni ili niwahutubie mbele za Bwana kwa kutaja matendo yote ya haki ya Bwana aliyowatendea ninyi na baba zenu. Haleluya. Samueli anawaambia wale watu, ndugu zangu, mmeshathibitisha kwamba mimi sina deni kwenu. Ndio. Sasa nisikilize. Mungu wa baba zenu, yeye ndiye aliyemchagua Haruni na Musa akawaweka kuwa viongozi wenu. Haleluya. Yaani sio nyinyi mliowachagua kwamba Musa utakuwa kiongozi wetu. Mungu mwenyewe jangwani anamtokea Musa, anamwambia wewe utakuwa kiongozi, nenda kwa wanangu katika nchi ya utumwa. Kwa anasema Samueli, Mungu mwenyewe ndiye aliyemweka Musa akawatoa baba zenu katika nchi ya Misri utumwani. Na hii ndio niwaambia, ndio faida ya wazee. Lazima ulifae wazee wako, lazima urudi nyuma utrace nini kilitokea kwa wazee wetu, walifanya nini. Sasa wewe wazee wako wa kiimani ni hawa, Waebrania imetuambia pale, wazee hawa walishuhudiwa kuwa na good report. Haleluya. Jamaa mmoja kwenye Instagram huwa
alikuwa ana comment anakwambia, unahubiri nini? Badala uhubiri habari za mizimu za babu zako, uko bize na habari za Yesu. Yesu ni Myahudi, wewe ni Mwafrika. Haleluya. Kwa mimi sihubiri habari za mababu hawa ambao ni mababu zetu wa Kiafrika. Nahubiri kwa habari za Yesu Kristo. Haleluya. Yeye ni baba aliye hai, sihubiri za watu waliokufa. Na neno la Mungu li hai hata leo. Haleluya. Sasa anasema ya kwamba Yakobo alipo, hapa anaelezea historia kidogo. Anaomba kusomea upate ladha, maana watu wengine hawasomaji kabisa, ni wavivu. Yakobo mstari wa 8 anasema, Yakobo alipokuwa ameingia Misri na baba zenu walipomlilia Bwana, ndipo Bwana akawapeleka Musa na Haruni, nao wakawatoa baba zenu kutoka Misri. Muona Samueli anapoanzia, anaanzia safari yao kutoka katika utumwa wa Misri, kwamba Misri waliingia kwa shida ya chakula, wakafika pale familia ya Yakobo, baadaye wakawa sasa katika hali ya utumwa. Halafu Mungu kupitia kwa Musa akawatoa katika hali ya utumwa katika nchi ya Misri. Anasema wakawakalisha mahali hapa, wakawatoa katika nchi ya Misri, wakapeleka mpaka katika hiyo nchi ya ahadi. Mstari wa 9, lakini wakamsahau Bwana Mungu wao, naye akawauza na kuwatia katika mikono ya Sisera jemedari wa jeshi la Hazori, na katika mikono ya Wafilisti, na katika mikono ya Moabu, nao wakapigana hao. Mstari wa 10, hii story nimewaelezea mwanzoni pale, namna ambavyo walikuwa wanaenda wanamtendea Mungu dhambi, wanamsahau Mungu. Mungu anaruhusu, wanakuja kutawaliwa. Baadaye wanamlilia Mungu, Mungu anawainulia muamuzi. Kwa Samuel alikuwa anawapa somo wale jamaa, kizazi kipya. Anawaambia mlipotoka ni huku, msikilize vizuri. Mstari wa 10, nao wakamlilia Bwana wakasema, tumefanya dhambi kwa kuwa tumemwacha Bwana na kuwatumikia Mabaali na Maashoterethi. Lakini sasa utuokoe na mkono wa adui zetu, nasi tutakutumikia wewe. Bwana akawatuma Yerubaali na Baraka na Yefta na Samueli, akawaokoa ninyi na mikono ya adui zenu pande zote, nanyi mkakaa salama. Unaelewa watumishi wa Mungu? Hata nilipomuona Naishi mfalme wa wana wa Amoni amekuja kupigana nanyi, mliniambia sivyo, lakini mfalme atatutawala, ingawa Bwana Mungu wenu ni mfalme wenu. Mbona mstari wa 12? Mstari wa 12 watumishi wa Mungu mmeuona? Mchangamke sasa tumalize. Haleluya. Tumekaribia kumaliza kabisa, mwisho. Nani atakaza mpira anasema dakika 70. Ndio kuna pointi ya muhimu mno hapa. Haleluya. Anasema hivi mstari wa 12, kipengele cha mwisho kabisa. Anasema sivyo, lakini mfalme atatutawala. Wale wana wa Israeli walimwambia Samuel ya kwamba mfalme atatutawala, si ndivyo watumishi wa Mungu? Lakini anasema kwamba ingawa Bwana Mungu wenu ni mfalme wenu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nimesema macho ya moyo wako yatiwe nuru. Hapa unaona wana wa Israeli, wao walikuwa wanaishi vizuri, walikuwa wanaishi salama, wanaenda kwenye vita, wanapiganiwa, wanashinda. Lakini kuna kitu walikuwa wakijui. Anakuja kuambia Samuel, kweli nimewapa mfalme ndiye mtaka nyinyi, lakini tangu mwanzo Mungu hakuwa amesipata wapa mfalme, lakini ninyi mlisema mnataka mfalme. Sasa mstari wa 12 anasema pamoja na kwamba mmesema mfalme atawatawala, lakini nawaambia ni ukweli, ingawa Bwana Mungu wenu ni mfalme wenu. Kwa lugha nyingine, hawa watu walikuwa wanamtafuta mfalme ambaye wanaye. Kwa kinachotokea ni nini? Yaani unamwambia Mungu, sitaki sasa wewe uwe mfalme wangu, nataka nitafute mfalme wa kwako. Haleluya. Mmeelewa jambo tunalofanya? Mungu ni baba yako, lakini unamwambia Mungu, nataka nipate baba, maana mimi ni yatima,
unamkataa Mungu. Nini? Macho yako kwenye giza. Kwa hiyo kama wangekuwa wanajua kwamba hivi siku zote kumbe tulivyokuwa tunaishi tulikuwa na mfalme, ile wazo lisingekuwepo. Kama wangejua kwamba hivi miaka yote hii tunapigana vita, tunatoka huku tunaenda huku, hivi kumbe tulikuwa na mfalme, lakini walikuwa hawajui. Hatari mno. Ni hatari kukitafuta kitu ambacho unacho. Haleluya. Ni hatari mno. Mungu ni mfalme wako, lakini wewe hicho kitu ukitambui, unaanza kutafuta. Kwa lugha nyingine, unaweza kupita kwenye changamoto ambaye msaada wako ni Mungu, lakini wewe unasema Mungu, mbona umeniacha? Kumbe hata kale kaneno kwa kusema tu Mungu, mbona umeniacha, ni Mungu mwenyewe amekusaidia. Mungu mwenyewe amekuwezesha. Haleluya. Ngoja nikuoneshe story yao jamaa kidogo kwenye sura ya 8 hapo. Sura ya 8 hapo, uone kuanzia mstari wa 10. Uone kilichotokea. Hawa jamaa sura ya 10 hapa anasema mstari, ngoja nikuonyeshe hapo kuanzia mstari wa 9. Baada sasa wana wa Israeli kuwa wanataka kuwa na mfalme, kung'ang'ania kupata mfalme. Maandiko yanasema basi sasa isikilize sauti yao. Mungu anamwambia Samueli, anamwambia basi sasa sikilize sauti yao, walakini uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakaye wamiliki. Mmeelewa watumishi wa Mungu? Yaani ilibidi Mungu tu akubali. Sasa baadaye nitakuonyesha, nimekwambia kuna mama ambao Mungu atakutendea lakini hajafurahishwa naye. Kuna mama Mungu ataruhusu yapate, utasema wao Mungu ametenda, na utakuja na sadaka shukrani, lakini Mungu hajaruhusu, hajafurahishwa, ila tu ameona tu umeng'ang'ania. Uzuri Mungu lazima akuambie na tahadhari. Kuna watu tunajua stori zao, watumishi wa Mungu wambia usimuoe huyu, niacheni. Niacheni, mimi ndo niliyemchagua. Baba yake anamwambia hapana, huyu siye. Niacheni, mimi ndo niliyemchagua. Bwana asifiwe sana. Alafu yule jamaa anakuja anamuoa. Baada ya muda sasa, maombi, Baba utukumbuke kwenye maombi. Na kwa kweli shetani anashambulia sana ndoa yetu. Shetani anashambulia ndoa yenu. Haleluya. Kwa hiyo anasema hivi, mstari wa ngapi nilikuwa nasoma? 11. Sasa Mungu anampa maelekezo Samueli, anamwambia waambie basi hawa watu kwamba huyu mfalme wanayemtaka kuna 1 2 3, wao hawajui. Yaani afadhali mfalme mimi, angalau nilikuwa ni mfalme kwao, wao hawajui, lakini nilikuwa nafanya kazi za kifalme. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe hapa hawa jamaa sifa za mfalme walikuwa wanamtaka. Hii hapa. Kuanzia hapa mstari wa tutasoma hapo chini kidogo. Ngoja nikuonyeshe hapa. Haya, mstari wa 10 anasema, naye Samueli akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana. Akasema, mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii. Atatwaa wana wenu na kuwaweka kwake kwa magari yake na kuwa wapanda farasi wake, nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000 na maakida juu ya 50, na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari. Na binti zenu atawatoa kuwa wafanyaji wa marahamu na wapishi na waokaji. Atatwaa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na mizeituni yale yaliyo mazuri sana, ili awape watumishi wake. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na mizabibu yenu
awape maakida wake na watumishi wake. Atatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10 la makundi yenu, nanyi mtakuwa watumwa wake. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia. Bwana asiwajibu siku hiyo. Hawa jamaa mstari wa 19 wakasema, walakini hao watu wakakataa kuisikiliza sauti ya Samueli, wakasema, sivyo hivyo, Mungu hajui. Mimi walivyosema, wamesema sivyo hivyo, yani maana yake wanamwambia Mungu mwenyewe hajui kitu, sisi ndo tunajua. Anasema, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu, ili sisi nasi tufanane na mataifa yote, tena ili mfalme atuamue, tena atoke mbele yetu na kutupigia vita vyetu. Naelewa sasa, watumishi wa Mungu. Hawa watu walikuwa wana maisha, wanaishi yale maisha walikuwa wanaishi. Aliyekuwa anawapigania vita alikuwa ni Mungu, maana vita vyote walivyokuwa wanashinda ilikuwa ni kimiujiza. Wanazunguka tu ukuta mara 7, kishindo kinatokea, wanashinda vita. Wanapiga tarumbeta kwa Gideoni na kwa Mungu, ushindi unatokea. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa wao wakasema, tunataka mfalme awe mbele yetu kwenye vita kama mataifa mengine. Mungu akasema, okay, ni kweli nimeomba hivyo na mmetaka hivyo, lakini waacheni niwaonye. Akawaambia, huyo mfalme mnayemtaka, kuna uhuru ambao mnao hamtakuwa nao. Akaanza kuwaelezea hapo mambo mengi sana tumeyasoma. Watoto wenu watakuwa ni watumwa wa mfalme, watoto wenu watafanya kazi kwenye mashamba ya mfalme. Yaani sasa kwa lugha nyingine, hawatafanya kwenye mashamba yenu tena, hawatakuwa watumishi kwenu tena, hawatakusanya fedha na vitu kwa ajili yenu wenyewe, ila wataenda kuwa kwa mfalme. Anasema watakimbia mbio mbele ya gari la mfalme. Yaani ni wale jamaa ambao unaonaga kwenye movie zile za kifalme, wanakimbia kwa miguu. Mfalme yuko kwenye kigari chake na punda wake, wao kwa miguu. Kwa naambia wapendwa, mnachokichagua sio kitu kizuri, kina madhara. Kuna vingi ambavyo vitawaingiza kwenye utumwa. Yaani wakati nyinyi mnahisi mnaingia kwenye uhuru, kumbe mnaingia kwenye nini? Utumwa. Haleluya. Anajaribu kuwashauri pale kwamba mimi sina shida, si mnataka mfalme wa aina hiyo, sawa, lakini mfalme huyo na mimi ni tofauti. Mimi sina shamba, sitawaambia njoni mnilimie, sitawaambia njoni hapa mwe watuma kwangu, lakini vita nitawapigania. Lakini huyo mfalme mnayemtaka, ninyi ndio mtamlisha kwa kodi, ninyi ndio mtamhudumia yeye na familia yake. Ukiwa na shamba zuri, mfalme akisema hili shamba ninalitaka, atalichukua. Jamaa wakasema, usituambie hivyo, hamna, hatafanya hivyo, sisi tunataka tuwe na mfalme. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo macho yasipotiwa nuru, mpendwa, utaingia kwenye majanga kimaisha, utaingia kwenye hatari kimaisha, kama wajamaa walivyoingia. Wameukataa msaada wa Mungu, wamejitoa kwenye baraka, wanajiingiza kwenye laana. Hivyo hivyo unaweza kusema, mimi habari za Mungu sitaki tena, maana kwa Mungu nimeomba vya kutosha, sijapokea, lakini huku ninakoenda nitapokea. Alafu Mungu anakuambia, ndugu,